Karibu sana msikilizaji, tupate kufahamishana, lakini pia tupate kujulishana kuhusu yale ambayo yameweza kutokea katika nchi ya Tanzania, lakini pia tuweze kufanya uchambuzi wa kina ili tupate kuelewa zaidi kwamba ni yapi yale ambayo yameendelea kutokea. Sasa msikilizaji, kuna taarifa ambazo ninazipokea hapa na taarifa hizi zinamhusu Abdul Amir Hafidh ambaye ni mtoto wa Samia, mtoto wa kiume wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji, naomba kwanza nikusomee kama zinavyosoma kisha tupate kuzamia zaidi kupata kuelewa kwamba kile kinachoendelea kutokea ni kipi. Na kipande hichi ambacho nimetumiwa kinachosoma hivyo, msikilizaji: wale wote mnaopinga mauaji ya Samia mliopo Kenya, kuweni makini, kwani leo hii Abdul mwanaye ameingia Kenya kwa gari aina ya Nissan Terra yenye usajili namba akaweka pale T579 EBW. Gari hilo halipo katika jina lake bali lipo katika jina la Firoz Ali Haji. Hiyo ni janja ya nyani kila hindi. Hiyo ni janja ya nyani kula hindi bichi. Sikilizaji, taarifa hii basi ni taarifa ambayo inatoa tahadhari kwa kila mtu aliye Kenya ambaye kwamba amehusika katika kukashifu vitendo vya kikatili vinavyofanyika katika serikali ya Tanzania. Bila shaka msikilizaji, wapo wanaharakati kadhaa walioko nchini Kenya ambao ni wa nchi ya Tanzania na wapo hapa kwa sababu ya usalama wao na bila shaka kuweza kuangalia maslahi yao wanapoendelesha shughuli zao za wanaharakati na kupigania maisha ya Watanzania. Sasa nafikiria taarifa hii imeletwa mahususi kwa kila mtu ambaye anahusika kwa kupinga maovu ya Samia, kwa sababu ya kuweza kuchukua tahadhari. Siku hadi nyingine msikilizaji, huyu Abdul Amir Hafidh ambaye ni mtoto wake Samia ameweza kuhusishwa na kikundi cha kigaidi ambacho kinasababisha mauaji nchini Tanzania, na kwamba ndio maana taarifa hii imeweza kutumwa kwa sababu wale wanaharakati wanaopinga serikali ya Tanzania ama wanaopinga uongozi wa Samia Suluhu waliopo Kenya waweza kuchukua tahadhari kwa sababu chochote kinaweza kutokea. Sasa kwa sababu ameweza kuhusishwa ama taarifa nyingi zilizoweza kutolewa awali zimeweza kumhusisha na visa vya kigaidi na utekaji, vile mauaji. Sasa ndio maana tahadhari hii imeweza kutolewa msikilizaji, kwa kila mtu ambaye yupo nchini Kenya msikilizaji, ambaye ameweza kuyapinga maovu ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, kwa sababu taarifa hii ilipotolewa haijulikani wazi kwamba kiini cha safari yake nchini Kenya ni ipi, lakini inafahamika kwamba kuna wanaharakati wa Tanzania ambao wametorokea Kenya ambao pia wameendelea kupinga uongozi mbaya nchini Tanzania, na nafikiria taarifa hii ni kwamba iweze kuwafikia na waweze kuchukua tahadhari, wasiweze kujipata pabaya. Sasa kuna taarifa pia imeweza kuandikwa kwenye mtandao ikisema hivi msikilizaji, wakaweka alama za dukuduku wakasema alert kwa Kiingereza, kisha wakasema the son of Samia Suluhu, Abdul Amir Hafidh is reportedly in Kenya driving under car registered to Firoz. He has been named repeatedly by victims as person orchestrating the hundreds of abductions and torture with Mafuele and his gang. Sikia msikilizaji kwamba Abdul huyu ameweza kuhusishwa na visa kadhaa ambavyo vimeweza kuwa watu kadhaa wale ambao wameweza kutekwa, wale ambao wameweza kushuhudia mauaji
wameweza kumhusisha huyu Abdul Hafidh Amil ambaye ni mtoto wa Samia kwa visa vya utekaji na mauaji, lakini pia kupotezwa na kuteswa na kikundi ambacho kinaongozwa na afisa fulani wa polisi ambaye ametambulika kama Mafuele, ambaye inasemekana kwamba anafanya kazi chini ya Abdul ambaye ni mtoto wake Samia. Kwa hivyo kwa njia nyingine ni kwamba kikundi hichi kinaendeshwa na huyu Abdul Amil Hafidh ambaye ni mtoto wa Samia, lakini sasa wapo watu wanaofanya kazi chini yake, ambaye kwamba mmoja ameweza kutambuliwa hapa ni afisa anayeitwa Mafuele. Msikilizaji, jina Mafuele niliweza kukulitajia siku chache zilizoweza kupita baada ya bwana yule aliyeweza kuitwa Sativa, aliweza kuwa featured katika kanda ya BBC, aliweza kumtaja Mafuele kama polisi aliyeshiriki katika kumteka, kumtesa na kumpiga risasi, kisha wakaweza kumtupa katika pori la wanyama akaweze kuliwa na wanyama. Msikilizaji, ni taarifa iliyoweza kusimuliwa katika kituo kile, na bila shaka ukiweza kufuatilia video zetu zilizotangulia nilipata kukupatia taarifa hii msikilizaji, na nikapata kukueleza yale ambayo yaliweza kuandamana na taarifa hiyo, kwamba bwana huyu ni mwanaharakati wa nchi ya Tanzania ambaye kwamba alikuwa anapinga hoja za serikali ambazo ni mbovu kwa wananchi. Sasa baada ya kuonekana kwamba anapata ufuasi mkubwa na Watanzania wanaanza kumpatia sikio, ikamsababishia kutekwa na bwana huyu ambaye alitambulika kama Mafuele. Mafuele ni afisa wa polisi nchini Tanzania ambaye anaendesha kikundi hiki cha kigaidi ambacho kinaendelesha shughuli za utekaji, utesaji, lakini pia mauaji yanayosababishwa nchini Tanzania kwa ajili ya serikali, ama yale ambayo yameweza kutumwa kwa sababu ya serikali haijahitaji watu hao kuendelea kuwepo. Sasa bwana huyu yupo kwa ajili ya kutekeleza hicho, lakini sasa pia bwana huyu aliweza kuhusisha kikundi hichi kwa Abdul Amil Hafidh kama kiongozi wa kikundi hichi, kwa sababu yeye alikuwa pale mwenyewe na alishuhudia afisa huyu wa polisi bwana Mafuele akimtesa, kisha wakampiga risasi na kumtupa katika pori fulani aweze kuliwa na wanyama, lakini kwa bahati ya Mungu aliweza kupata njia zake pale na akaondoka pale. Ndio sasa akaweza kusimulia kisa hichi na kueleza taarifa hii ya Mafuele kama kiongozi wa kikundi cha kigaidi ambacho kinaendelesha extrajudicial killings nchini Tanzania, abductions kwa maana ya utekaji, lakini pia torture ambayo ni kuteswa ama kusababishiwa uchungu ili ukaweza kuyasema mambo fulani. Sasa msikilizaji, ndo sababu ambayo imeweza kusababisha kwamba wanaharakati waliopo Kenya, msikilizaji, nikiweza kukutajia nafikiri Maria Sarungi ni baadhi ya wanaharakati waliopo nchini Kenya na wanaipinga sana serikali ya Samia Suluhu, na ndo mara mingi wanazinduaga taarifa za kindani ambazo zinatokea katika serikali ya Tanzania ambazo zinakwenda kinyume na matakwa ya Watanzania ama zinaumiza maslahi ya Watanzania. Ndio maana tahadhari hiyo msikilizaji imeweza kutolewa. Niliweza kukusomea, ilisema hivi: wale wote mnaopinga mauaji ya Samia mliopo Kenya, kuweni makini, kwani leo hii Abdul mwanaye ameingia Kenya kwa gari aina ya Nissan Terra yenye usajili namba, akaandika nambari hiyo pale. Gari hilo alipo katika jina lake bali lipo kwa jina la Feroz Ali Haji. Hiyo ni janja ya nyani kula Hindi Beach. Ameandika dada mmoja pale anayeitwa Rose. Sasa msikilizaji,
taarifa hizo ziko hivyo, na nafikiria bila shaka zimeweza kumfikia kila ambaye anahusika katika kufanya shughuli za wanaharakati, lakini pia ambaye anahisi vibaya kwa matukio ambayo yameweza kutokea nchini Tanzania na ambaye ameweza kupasa sauti kupinga yale ambayo yaliweza kutokea. Msikilizaji, nakukaribisheni uendelee kutufuatilia na kutia subscription kwenye kituo chetu. Kumbuka kwamba hichi ni kituo nambari 1 ambacho kinakusogeshea karibu taarifa zinazotokea katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo hakikisha kwamba unaendelea kutia subscription kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde zinapotokea.